Tuko katika sikukuu ya kufufuka kwa Yesu Kristo. Amen. Yaani leo ni ile tunaita Resurrection Sunday. Amen. Siku ya kwanza, maanake unajua kuna watu wanauliza mbona mnaabudu siku ya kwanza ya juma? Tunaabudu siku ya kwanza ya juma kwa sababu ndiyo siku iliyokuwa ya ufufuo. Ndo wakati Yesu alipofufuka. Na Paulo amefundisha kuhusiana na siku hii. Na tukihesabu katika nao kalenda kulingana sasa vile inastahili kuhesabika, hii ndio siku yetu ya saba. Amen. Kwa nini? Wakati Yesu alipofufuka, alifufuka kwa sababu ya kuleta kitu kinaitwa Sabato. Sabato means rest. Amen. Jesus went down to the grave so that he can raise up from the dead and bring rest to people. Na ndio sababu maana ya Sabato ni kwamba ni siku ya mapumziko. Si mapumziko tu kwa hali ya kawaida, lakini tunapokea amani ya Yesu katika mioyo yetu. Tunapokea mapumziko katika masumbuko ya maisha yetu. Ndiyo siku Yesu alishinda mauti na akasema naye mwanadamu sasa mauti hayatamuweza, mauti ya dhambi hayatatuweza. So tukapewa pumziko kutokana na hali ambazo zilikuwa zimetusonga. Amen. Kumbuka ya kwamba siku aliyosulubiwa akafa, Biblia inasema ya kwamba pazia la hekalu likapasuka. Lilipopasuka lilipeana an access to the holy places. Ya kwamba wewe ambaye ulikuwa umezuiliwa, ya kwamba hauwezi ingia patakatifu kwa maombi, sasa unaweza ingia. Na ndio sababu siku ya leo ni siku ya muhimu katika maisha yetu, kwa sababu tunakumbuka the finished work of the cross. Ilikuwa ni siku ambayo ilidhihirisha ushindi wa Kristo katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mniruhusu nitaenda tu hivyo. Amen. Yaani Kiswahili Kiingereza, Kiswahili Kiingereza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sitaki nijume sana. Hallelujah. So ni siku ya muhimu katika maisha ya Mkristo, kwa sababu ni siku inayoashiria ushindi dhidi ya dhambi. Because Jesus overcame sin and rose out of death when he is still holy. Amen. Jambo la pili, ni siku ya muhimu ambayo inadhihirisha ya kwamba mwanadamu hataendelea tena kuwa chini ya utumwa wa dhambi, kwa sababu malipo ya dhambi ni mauti. Na wakati huo ni wakati mwanadamu alipopewa uzima. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba Yesu akatuambia katika Yohana 6, akatuambia kwamba mimi ni mkate wa uzima, na atakaye nila hataona kamwe njaa. Na akasema mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Na akasema yeyote ambaye hatakuwa muhusika katika ile fellowship ya mwili na damu ya Yesu, ina maana ya kwamba huyu mtu hana uzima ndani mwake, huyu mtu amebeba mauti. Kwa hivyo siku ya leo inadhihirisha siku ambayo tunapokea uwezo wa kuwa hai na kushinda mauti. Hallelujah. So it is a very special day to us in the name of Jesus Christ, because it carries life. Amen. It carries life. The Bible tells us that Yesu, tumeelezwa kuhusu vile Yesu aliteseka, akahangaika na akapelekwa msalabani, akasulubiwa. Nataka tuangalie hiyo safari kidogo tu, and then we will be able to proceed from there in Jesus' mighty name. We want to see what happened on the cross. We are going to read from the book of Luke, chapter number 23, verse number 32. Where the Bible says, and there were also 2 other malefactors led with him to be put to death. And when they were come to the place
which is called Calvary, where they crucified him, and the malefactors, one on the right hand and the other on the left. Then said Jesus, Father, forgive them, for they not know what they do. They parted his raiment, and cast lots. And the people stood beholding, and the rulers also with them derided him, saying, He saved others, let him also save himself, if he is Christ, the chosen of God. The soldiers also mocked him, coming to him, offering him vinegar, and saying, If you be the king of the Jews. And a superscription was written over him in letters of Greek and Latin, Hebrew, saying, This is the King of the Jews. And one of the malefactors which were hanged railed on him, saying, If you be the Christ, save yourself and us too. But the other answering rebuked him, saying, Do not you fear God, seeing you are in the same condemnation. And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. But this man has done nothing amiss. And he said unto Jesus, Lord, remember me when you come into your kingdom. And Jesus said unto him, Verily I say unto you, today shall you be with me in paradise. And it was about the 6th hour, and there was darkness all over the earth until the 9th hour. Hallelujah. Until the 9th hour, and the sun was darkened, and the veil of the temple was rent in the midst. And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into your hand I commend my spirit. And having said thus, he gave up his ghost. Now the centurion who saw what was done, he glorified God, and saying, Certainly this was a righteous man. And all the people who came together to that side, beholding the things which were done, smote their breasts, returned, and all his acquaintance and the women who followed him from Galilee stood afar, beholding this thing. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona tukio ambalo linajitokeza pale msalabani wakati ambapo anasulubiwa Yesu Kristo. Bible inatuambia kwamba aliwekwa katikati ya wahalifu wawili, na mhalifu mmoja upande wa kushoto, mmoja upande wa kulia, na hawa wahalifu walikuwa wamehukumiwa kutokana na uhalifu waliokuwa wametenda. Isipokuwa kuna mmoja aliyezungumza katika dhihaka, akamuuliza Yesu ya kwamba kama wewe kweli ni mwana wa Mungu na vile inavyosemekana ya kwamba uliwaokoa watu, ulifanya nini? Basi jiokoe wewe na pia nasi ukapate kutuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Na katika hali hile, yule aliyekuwa upande mwingine akamwambia, hapana, unajua nini? Ya kwamba huyu jamaa yeye hajatenda dhambi, lakini sisi tumehukumiwa kulingana na makosa tuliyokuwa tumefanya nini? Tumeyatekeleza. Kwa hivyo wakamwambia kwamba akaambia mhalifu mmoja, akaambia mwenzake ya kwamba sisi tunalipia kile ambacho tulikuwa tumepitia. Naomba tuangalie another side in the book of John chapter 19 verse 16. The Bible says, Then they delivered him therefore unto be crucified, and they took Jesus and led him away. And he, bearing his cross, went forth into a place called the place of the skull, yani Golgotha, which is also called in Hebrews Golgotha, amen, or Calvary, Bwana Yesu asifiwe, or a place of crucifixion. So where they crucified him, and two other with him on either side, and Jesus in the midst. And Pilate wrote a title and put it on the cross, and the writing was, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. And this title then read many of the Jews, for the place where Jesus was crucified was near to the city, and it was written in Hebrew, Greek, and Latin. And then said the chief priest of the Jews to the Pilate, Write not the King of the Jews, but
he said, I am King of Jews. Pilate answered, what I have written, I have written. Then the soldiers, when they had crucified Jesus, took his garment, made 4 parts, to every soldier a part, and also his coat. Now the coat was without seam, woven from the top throughout. Now kuna kitu hapa nataka uangalie. Unasikia kwamba vazi hili alikuwa na mkunjo wote wa kushonwa. Sasa unashangaa lilikuwa limeshonwa vipi? It was woven from the top mpaka chini, kwa hivyo halina mahali popote limeunganishwa. Amen. And they said therefore among themselves, let us not rend it, because but lords for it, whose it shall be, the scripture might be fulfilled, which said, they parted my raiment among them, and they did cast lots. These things therefore the soldiers did. Now there stood by the cross of Jesus his mother and his mother's sister, Mary, the wife of Cleopas, and Mary Magdalene. When Jesus therefore saw his mother and his disciples standing by, whom he loved, he said unto his mother, woman, behold your son. And then said he to the disciple, behold your mother. And from that hour disciple took her unto his own home. And after this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, as it say, he said, I thirst. And now there was set a vessel full of vinegar, and they filled a sponge with the vinegar, and put it upon the hyssop, and put it into his mouth. When Jesus therefore had received the vinegar, he said, now it is finished. And he bowed his head and gave up his ghost. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nimesoma namna hii kwa sababu wengine wetu labda tujawahi soma habari hii, but ni habari ambayo wengi tunaielewa, ni habari ambayo tunajua. Wengine tuliisoma kwa Sunday school. Jana nikiwa nimekaa, nikawa nasikia mtoto wangu John anaimba kuhusu habari hii. Kuna wimbo sijui nani alimfundisha, so nikawa nasikia anaimba, akawa anaimba kuhusu vile Mary alienda na kikombe cha mafuta kwenda kumpaka Yesu asubuhi. Amen. I've never heard that song. It is the first time jana nilisikia. So nikawa nashangaa na yeye alitoa wapi hii wimbo. Amen. So kama mnaijua mtaniimbia baadaye. Amen. Mimi sijawahi sikia wimbo, nilisikia jana. Mpaka tukawa tunaulizana na kina Nick, hii wimbo kama wamewahi imba. Amen. Bwana asifiwe. So tuna realize ya kwamba kifo cha Yesu msalabani hakukuwa kifo cha kawaida tu. Kilikuwa ni kifo ambacho kilikuwa na maana katika maisha ya mwanadamu. Na tukiangalia it was tukirudi on Thursday nilikuwa narudisha kidogo katika Exodus kuelewa maana ya Passover. Maana tuko katika siku za Pasaka, sio? Na tunasema ni sikukuu ya Pasaka. Lakini wengi hatujui Pasaka ilianzia wapi. Pasaka haikuanza na Yesu Kristo. Pasaka ilianza na wana wa Israeli kutoka katika nchi ya utumwa ambayo ilikuwa ni nchi ya Misri. Haikuanza na mauti ya Kristo. Ilianza na wana wa Israeli. Ilikuwa ni wakati ambapo iliitwa Passover night. It was a night of Passover. Wakati ambapo they were supposed to pass over out of, and they were coming out of that land, which was the land of slavery. And so Pasaka maana yake ni mtu kuondolewa, ama ni wakati wa watu kuondolewa katika utumwa wa aina fulani. Amen. Pasaka inaashiria ondoleo ama kuondoka katika utumwa. Kwa hivyo ni mwanzo, it is a genesis of something. Ni mwanzo wa jambo fulani katika maisha yetu. It is a genesis of a new walk, ama mtembeo mpya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ilikuwa ni mwanzo
katika kitabu cha Kutoka tuliona ya kwamba ilikuwa ni mwanzo wa kuondoka katika nchi ya utumwa. Usiku ule Bwana akawainstruct, akawaambia ya kwamba na waweze kujiandaa wachinje kondoo ama mbuzi ambayo watatumia usiku ule, wale ile nyama na wale katika hali ya haraka. Yani kama watu ambao wako katika safari. They were not supposed to eat while just resting, because ilikuwa ni wakati wa kuondoka, ni msimu wa kutoka katika ile nchi ambayo ilikuwa imewafinyilia. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo katika Easter ama Pasaka yetu ni wakati ambapo mwanadamu anaondolewa katika utumwa wa dhambi. Tumedumu katika utumwa wa dhambi kwa miaka mingi, lakini kifo cha Yesu Kristo kinaanzisha a new journey in the life of a believer. The Bible says, to those who believed in him, they were given power to become sons of God. It is a new beginning in our life. It is a new beginning in our walk with God. Amen. It is a new beginning in our life. Reconnection back to our Father. Amen. Because the Bible says, our wapendwa walipokaa nchi ya Egypt, the Bible says they were crying day and night, calling upon their God to deliver them out of the bondage of slavery. And now we see the account where God meets Moses in the wilderness. And I have now heard the cry of my children. I have now seen their affliction, and I have now come down to deliver. It means Passover, it is a beginning of deliverance. Amen. It is the beginning of deliverance. Someone is getting out of a certain kind of bondage that has been holding him captive for a period of time. Amen. So Pasaka is a beginning of deliverance. Ni mwanzo wa ukombozi. Si mwanzo wa ukombozi ya kusema power, receive. Hapana. Ni mwanzo wa kitu kipya, ya kwamba wewe ulikuwa umewekwa katika utumwa. Ulikuwa umefungwa na adui kwa miaka mingi, lakini Pasaka inaashiria ya kwamba sasa kuna vile mkombozi ameingia kwa ajili ya kukutoa katika utumwa. Amen. Hallelujah. Hivyo Biblia inatuambia usiku wa Pasaka katika Old Testament ilikuwa ni wakati ambapo they were supposed, after slaughtering the lamb and after slaughtering the goat, they were supposed to take the same blood of the lamb to put it on the doorposts of their houses. In the New Testament, we do not use the same blood on our doorpost, but we have a doorpost of our hearts. Amen. We acknowledge Jesus, and we have the mark of the blood of the lamb on the doorpost of our hearts. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna malango ya moyo wako. Hivyo damu ya Yesu inastahili kuwekwa malangoni mwa moyo wako, ili yule adui mharibifu anapokuja anakutana na the same blood of Jesus, the same blood of the lamb upon the doorpost of your heart. Na anapokutana nayo, he cannot be able to enter and destroy your life. It becomes your protection. The blood of Jesus is our protection. The blood of Jesus is our security. Hallelujah. As it was in the days of Moses, the blood of the lamb was the security upon the house of Israel. So the same way it is, the blood of Jesus is the protection upon our lives. Amen. So katika historia ya Wayahudi, Biblia inasema kwamba wakati huo Mungu akamwambia Musa, usiku wa leo nitaachilia malaika wa mauti, atatembea katika nchi ya Misri na ataangamiza kila mzaliwa wa kwanza wa wana wa Misri, ili wana wa Misri wasikie hiyo pain, waachilie watu wangu waende katika the promised land. Amen. It was a beginning of a new thing in the life of, or in the history of Israel. Now, Pasaka katika maisha yako ni nini? Pasaka kwa maisha yako inaashiria mwanzo wa maisha yako upya. Biblia inasema ya kwamba wale walio katika Kristo wamefanyika viumbe
vipya, ya kale yamekwenda, hivyo wamefanyika viumbe vipya. We find acceptance when we accept Jesus into our lives. Amen. And then we are made sons of God. As it was in the Old Testament, the blood was used significantly to protect the house of the children of Israel, and it was also used as a sign of a covenant, a token between the Israel and God. Ilitumika kama agano, ishara ya agano. Ndivyo damu ya Kristo ilivyo siku ya leo, ni ishara ya agano. Kwa sababu ukisoma katika John 6 anasema, and this katika tunaposoma katika wakati anazungumza kuhusu the last supper, anasema ya kwamba this is the blood of my covenant, the new covenant which is to be brought, which is to be made between me and you. Na akawambia, I desire that I may be able to partake of the same of this cup, but I will not partake of it until when I am in the kingdom of my Father. Bwana Yesu asifiwe. I want us to see that place in the book of Matthew. Chapter number 26, verse 26. The Bible says, and as they were eating, Jesus took bread and blessed it and broke it and gave it unto them. He said, take, eat, this is my body. And he took the cup and gave thanks and gave it unto them, saying, drink you all of it, for this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sin. Now, the blood of Jesus replaced the blood of the lamb in the Old Testament. Amen. The blood of Jesus replaced the blood of the lamb in the Old Testament. In the Old Testament, they were supposed to slaughter a lamb and use its blood for the remission of sin. But in the New Testament, the blood of Jesus, the crucifixion of Jesus Christ, when he shed his blood took or replaced the blood of the lamb. He was the lamb. He took the place of the lamb, and he was led in the slaughter. Biblia inasema kwamba he was led in the slaughterhouse as a lamb. Alipelekwa kichinjioni kama mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe. So alipokuwa ameenda pale, damu yake ilisimama kwa niaba ya zile kafara za makondoo ambazo zilikuwa zinatolewa in the Old Testament. So the blood of Jesus carries power of remission of sin. Damu ya Yesu imebeba nguvu za ondoleo la dhambi. Praise Jesus. Tunaondolewa, inasafisha dhambi zetu, inasafisha maisha yetu, nasi tunafanyika wasafi. Amen. Kwa kweli ukiangalia mtu anaenda kuoga ndani ya damu anaweza kuwa msafi. This is the irony with the blood of Jesus. Wengi wanaenda kuoga na maji ili watakate, wawe wasafi. Lakini sisi tunaoga ndani ya damu ya Yesu na tunakuwa safi. Amen. Hallelujah. So damu ya Yesu ilitumika kwa sababu ya ondoleo la dhambi in the New Testament, kama vile ya kondoo ilivyokuwa inatumika. Katika Old Testament wangechukua kondoo, wanamleta waondoleo la dhambi, wanaita the offering of sin. Ilikuwa inatolewa mwana kondoo, analetwa, unakuja naye, anachinjwa, then ile damu inatumika, unaekewa hiyo damu. Amen. Hiyo damu inakuwa sprinkled over you, so that ati kwamba hiyo ni ishara ya kuonesha kwamba dhambi zako zimeweza kuondolewa, na yule kondoo anakuwa anatolewa kafara, anateketezwa, anakuwa a sacrifice ya kuteketeza mbele za Bwana. Amen. Now tunazungumza kuhusu the night of the Passover. Usiku wa Passover huo, nini ilikuwa inaashiria? Amen. Nimesema ilikuwa ni mwanzo wa safari mpya. Ulikuwa ni mwanzo wa safari mpya. Na hiyo ndio sababu wanaambiwa kwamba mnapokuwa mnakula hiki chakula, mkikule kwa haraka, msikule kama watu ambao wanadumu. Maana yake ilikuwa ni mwanzo wa wao kutoka. Kama wangekula kama watu ambao wanadumu, ingekuwa ni ishara ya kwamba they were not ready to come out of that bondage.
So ikawa wanaambiwa ya kwamba washirikiane, na wakaambiwa ya kwamba yule kondoo ambaye atachinjwa, they should eat the wholesome. Amen. They should not leave anything behind. They should eat. And wakaambiwa ya kwamba in case your family is too small and then you have slaughtered the sheep, and then you need to call the neighbor and you come together in a fellowship. You fellowship on the same. Praise the name of Jesus Christ. Hallelujah. Praise God. Now, Passover is a sign of fellowship. Passover is a sign of fellowship. Because during that night of the Passover, it was the night when people were sharing. They shared the food together. Amen. As families, with neighbors, they were sharing together. And the death of Jesus Christ did not come to bring separation. It came to bring fellowship. Amen. So the significance of the Passover the Pasaka, it is a fellowship. It is a reunion between man and God, and it is also a reunion between man and man. Nikisema hivyo simaanishi ingine. Man, kwa Bible inasema ya kwamba ukisikia man ni all genders in the Bible. Amen. Sasa unajua mtu akisema reunion kati ya man and man, mtu mwingine ataanza kusema si pastor alisema. Sijasema hiyo yenye unafikiria. Amen. Bwana Yesu asifiwe. In the Bible, man comprise of all genders. Iwe ni female and male. All they are called men in the Bible. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. But sasa Bible inasema kwamba ilikuwa ni wakati wa reunion, ilikuwa ni fellowship inakuja together. Amen. That is why you see, after the death of Jesus Christ, they were told not to depart from Jerusalem, but to abide in Jerusalem until they receive the power. And the Bible says they dwelt in the upper room together, breaking bread, praying together. And as they were in the upper room, in that unity of prayer, something happened. The Bible says, there came a rushing mighty wind and tongues of fire upon them. That means the death of Jesus Christ was not to come and separate us, but to bring reunion in our fellowship. Amen. It was to bring reunion in our fellowship. So as the members of body, or in the body of Christ, we ought to be one, because it was the death of Jesus Christ. It was a significant of love. Amen. Jesus died as a sign of love. The Bible says, for God so loved the world that he gave his only begotten, that whoever believes in him should not do what? Should not perish. That means it was a sign of love. Ilikuwa ishara ya upendo. Amen. Sio ishara ya chuki. Ilikuwa ishara ya upendo. Kifo cha Kristo ilikuwa ni ishara ya upendo, ya kwamba watu wanaweza ungana wakawa na upendo. Naye Mungu akawa anaturejesha sisi ambao tulikuwa tumetembea mbali naye pamoja naye. Amen. Ili tuwe na ushirika wa pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So anasema namna gani? Mahali ambapo tumekuwa tukisoma kuhusu hiyo Passover ya New Testament, Biblia inasema ya kwamba akawaambia kwamba, for this is the blood of the New Testament bracket new covenant, which is shed for many for the remission of sin. But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine until the day when I drink it new with you in my Father's kingdom. And when they had sung a hymn, they went out in the Mount Olive. Amen. As I said, Pasaka ni mwanzo wa safari mpya. Now, tunaona ya kwamba baada ya Yesu kuwapa meza ya Bwana ama kuandaa the last supper, there was another journey that was beginning. Amen. So the Bible says, after they had sung a hymn, baada ya kuimba tenzi, they came out of the room. Now, they were going to the Garden of Gethsemane, where the journey was to begin. Amen. The journey of salvation and redemption of man
began in Gethsemane. Hapo ndo mahali walienda wakakutana pale, na walipokuwa mahali pale, the Bible says, hapo ndipo mahali jamaa anaitwa the Iskariota akatokea, akaja katika ile garden. Amen. Na akambusu, ishara ya mwanzo wa safari ya ukombozi. Amen. Naam, kuna mambo kadhaa yalitendeka baada ya Yesu kutolewa pale akapelekwa pale Golgotha. Nini kilitendeka? Tunaambiwa ya kwamba alipokuwa anakata roho, something happened. Kuliingia giza masaa matatu, kukawa na giza na pasia la hekalu likapasuka. Na kuna jambo lingine lilitendeka. Kuna askari aliyetaka kuconfirm whether huyu Yesu amekufa, akaamua kuchukua mkuki akampiga upande wa kushoto ubavuni mwake. Praise Jesus. Alipompiga ule mkuki just to confirm whether he is dead, he found out that he was dead. But the Bible says out of that side kukatoka maji na damu. Maji na damu ni ishara ya new birth. Amen. Ni ishara ya new birth out of the ribs of Jesus. Now let me compare this, the man Jesus and the man Adam. Out of Adam, a woman was born out of his ribs. Out of the ribs of Jesus, the church was born out of that rib. That is why we are comparing, or it's being compared, ya kwamba vile mume ni kichwa cha mke, vivyo Yesu ni kichwa cha kanisa. The union between man and a wife, it is being compared to the same union between the church and Christ. Why? By the death of Jesus Christ on the cross, when he was pierced, out of his rib, that was the beginning of the church. Kanisa likazaliwa pale. Anytime there is a new birth, there is water and there is blood. Bwana Yesu asifiwe. Na kina mama mnaweza confirm hii. Kuna mama ambaye kwenda kujifungua bila damu kuonekana na bila maji kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sijui, nimeuliza swali ya kina mama, mnisaidie. Nyinyi ndio mnaendanga huko. Amen. Hallelujah. Hata tukikuja huko tuingiangi, tunazungukianga tu huko nje. Tunaumwanga tu tukiwa nje na sisi. Bwana asifiwe. Unazungukia hapo, unakuja unauliza zako, daktari wamefika wapi? Unarudi tena unazunguka. Wakati ako kwa leba, hata wewe uko kwa leba. Akizunguka huko ndani akivuruta vitanda, na wewe unazunguka huko nje ukipiga hatua, ukihesabu masaa. Bwana Yesu asifiwe. Unaangalia, unakuja unachungulia, amemaliza bado. Maana hata wewe uko katika leba. Bwana Yesu asifiwe. Ama mnafikirianga wazee waingiangi kwa leba? Maana kwanga nayo, wakwangi na amani. Lazima hata ukilala wakati inakaribia mzee alalangi usingizi vizuri. Analalanga masikio imeshika namna hii, anasikiza. Hata kitu kiguza anaamka haraka. Maana hata yeye anakuanga amejiandaa, yuko tayari. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mkiingia leba, hata wazee wanaingianga leba. Amen. Wanabaki wakihangaika. Wachana na ile wakora wengine wanaitwanga wa hit and run. Wakora wa hit and run hawajuangi hiyo maneno. Lakini amen. Wazee tu baba. Wakati unaingia huko naye anaanza kuhangaika. Mgongo ikikuma naye anazunguka hapa nje. Amen. Hata yeye anaumia. Bwana asifiwe. Watu waamini. Wazee watakuja kujitetea wenyewe. Amen. But that is the truth. So kanisa lilizaliwa kutokana na the piercing of Jesus Christ. Wakati alipopigwa mkuki katika ubavu wake, hapo maji na damu yakamtoka, na ikawa ni ishara ya new birth. Kuna kitu kimezaliwa kipya katika ulimwengu. Imani mpya imezaliwa kutokana na the piercing of that
the rib side. Bwana sifiwe. Na katika mwanadamu wa kwanza Mungu alimpea usingizi mzito. Do you know there is a comparison between these two? Yesu alikuwa ameshakata roho, alikuwa amelala, ameangikwa msalabani, kisha kuna huyu mjamaa anakuja kuconfirm kama kweli amekufa. Hakujua ya kwamba anapokwenda kupia ule mkuki kwenye ubavu wake ni ishara ya kitu kingine kinazaliwa. Kwa mwanamume ndio mwanamke aumbwe, Biblia inasema ya kwamba mwanamume ilibidi alale. Mungu alimpea usingizi mzito, ndio mwanamke akatolewa kwenye ubavu wa mwanaume. Vivyo hivyo katika kuzalisha kwa kanisa, Yesu alikuwa amelala. Unanielewa? Na wakati huo akiwa ameangikwa msalabani, maana alikuwa amesha give up his ghost. During that time, that is the time when the church was being born. So Biblia inasema ya kwamba kukatoka maji na damu, ishara ya mwanzo mpya, uzao mpya, kitu kipya kinazaliwa, imani mpya inazaliwa. Hapo ndo sasa tumeokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So Biblia inatueleza ya kwamba kutokana na pale kanisa likawa limezaliwa, nasi ndio tukatokea pale. Na Biblia inasema to them that believed in him, they were given power. They were given power to become the sons of God. When we believe in him, when we believe in his testimony, then we receive the power to become the sons of God. When we believe in whatever happened throughout that process ya msalaba, then we are given the power to become the sons of God. Now, I want you to understand something here. The Bible does not say we were given the power to become daughters and sons. We were all given the power to become sons in the kingdom. That is why I say it. When the Bible uses, or the Bible uses the male, inafanya yani kila kitu sisi wote tunaonekana tuna taswira ya kiume katika ulimwengu wa kiroho. Amen. Kumbe ninakumbuka Kiswahili. Amen. Tuna taswira ama tunaonekana kama ni we are male in the kingdom. Amen. Because there is no gender when we go to the issue of the kingdom. Hiyo kuna mtu ata dispute, but I tell you the truth. Nani umewahi enda mbinguni ama umewahi sikia kuna malaika wa kike mbinguni? Ni dini moja juzi nimesikia kuna malaika Mary. Nilisikia mtu akisema kuna malaika Mary na Dorcas. Lakini Western watatuua siku nyingine. Unajua ni Western peke yake tunapata hivi vituko. Mtu anasema nilienda mbinguni nikapata malaika Dorcas akanisalimia kwa mkono. Nikapata malaika Mary akanisalimia kwa mkono. We have never read about that, such a things in the Bible. Maybe kama wako, taomba Mungu siku moja anipeleke huko. Nitende nishuhudie kama kweli wako malaika Dorcas na Mary. Mimi nasikianga tu Archangel Michael, Archangel sijui. Sitasikia Mary. Sitasikia Dorcas. Hey. Amen. Sijui kama unafikiria kama mimi. Amen. So I was wondering, and she was giving this testimony. I said, nilienda. Na hiyo kitu cha ajabu, hiyo mbinguni yenye alienda hakukutanako na mtu wa kiume. Amen. Nilisikia kuna watu wametoa Bible ya kike. Yaani kila kitu kwa Bible yenye imeandikwa hii wamegeuza imekuwa she. Sijui kama umekutanako nayo. Amen. Dunia ina mambo mazito, sio? Tutakuja kukutana na
Hallelujah. So what am I saying? Ni kwamba Jesus was crucified for us to begin a new journey of faith. A new journey of faith began. The church was born after his death. It was worthy for him to go to the cross so that we can be able to be here today. We are gathered here because of this very important day. If he would have died and never resurrected, hakuna haja ya kukuja hapa. Tungeabudu tu Muhammad. Kwa sababu yeye alikufa na hakufufuka. Tungeabudu Elijah Masinde. Kwa sababu alikufa na hakufufuka. Tungeabudu huyu mwingine anaitwa nani? Jehova Wanyonyi. Wamengojea afufuke, afufukangi. Amen. Mwenye alikufa ni Jehova Wanyonyi. Wamengoja afufuke, afufukangi. Sijui kama alireincarnate kwa Yesu wa Tongareni. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Western, God has blessed us. We have so many prophets. Tuna Mungu, tuna Yesu, tuna manabii. Yani Western is blessed. Tuna Yohana Mbatizaji wa Western. Ametoa Bible yake. Na ni kubwa kushinda hii. Bwana Yesu asifiwe. Yani kama kuna mji ambao umebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na hakuna watu ya dini kama watu ya Western na Nyanza. Amen. Ukiona kabendera kanapepea, huyo lazima ni mtu ya Western na Nyanza. Si Bwana tubariki. Hallelujah. Huku Central sionangi utoto bendera. Lakini huku Bwana ametusaidia sana. Amen. Madhabahu nzito ziko pande hii. So anyway, hii ilikuwa by the way kukuleta karibu na mimi tu. Amen. So kumbuka ya kwamba Yesu alikufa. Siku ya leo ni ya muhimu, na siku hii inaashiria kufufuka kwa Yesu Kristo. Inaashiria kufufuka. Amen. Ni siku inayoashiria ushindi katika anga ya kiroho. Ni siku ambayo inaashiria mwanadamu kupewa uwezo. Bwana akatupokeza nguvu za kuweza kushinda dunia na mambo yake yote. So it is a day set apart for victory and power. Hallelujah. That is why shetani hawezi penda sana kusikia mambo ya Pasaka, kwa sababu anajua ya kwamba ni siku tunafanya kumbukumbu ya vile alivyoshindwa yeye kule kuzimu. Amen. The Bible says huyu Yesu alipoangikwa msalabani alienda mpaka kuzimu, akamnyang'anya huyu jamaa ufunguo wa uzima. Akachukua ufunguo wa uzima, akaondoka nao kuzimu, akashinda mauti. Na ndio sababu katika Revelation anauliza, death, where is your sting? Because the sting of death was taken out of death on such a day when there was resurrection of the Son of God. Hallelujah. My time imekataa, so I want to end it up there. Na nashukuru Mungu, nataka tuinuke tu kwa miguu yetu in the name of Jesus.